kupitia Wizara ya Madini imefanya marekebisho ya kanuni za ushirikishwaji wa Tanzania za mwaka 2018 ambapo Tume ya Madini mara kwa mara itatangaza kupitia kanuni ya 13A kubwa orodha ya bidhaa na huduma ambazo zitatakiwa kutolewa na kampuni za Kitanzania ambazo zinamilikiwa kwa 100% na Watanzania, lengo likiwa ni kuongeza wigo wa ushiriki wa Tanzania kwenye sekta ya madini kwa manufaa mapana ya taifa. Kwa awamu ya kwanza, tarehe 14 mwezi wa 11 mwaka 2025, Tume ya Madini ilitangaza orodha ya bidhaa na huduma zinazotakiwa kutolewa na kampuni zinazomilikiwa na kampuni za Kitanzania kwa 100%. Kwa mujibu wa Sheria ya Madini kifungu cha 102 kinataka kuwepo na ushirikishwaji wa Tanzania kwenye shughuli mbalimbali za madini hapa nchini Tanzania, na lugha iliyotumika ni lugha ya local content, ni ushirikishaji wa Tanzania kwa 100% katika rasilimali ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia ya rasilimali madini. Itakumbukwa miaka kadhaa iliyopita kulikuwa na changamoto moja kubwa. Watu wengi walikuwa wakileta malalamiko ya kwamba migodi hii mikubwa imekuwa ikiagiza bidhaa nje ya nchi, hata bidhaa ambazo zinapatikana ndani ya nchi, na nchi ilikuwa haiwezi kunufaika moja kwa moja na sekta ya madini kwa sababu fedha nyingi ilikuwa inatoka nje ya nchi. Ilifikia hatua, kuna wakati mpaka mayai na kuku vilikuwa vinaagizwa nje ya nchi, na hivyo kufanya Watanzania wengi kukosa fursa ya kuweza kushiriki moja kwa moja kwa mnyororo huu wa sekta ya madini. Nitoe fursa hii kutoa rai kwa Watanzania kuendelea kuhakikisha wanapata utaalamu sahihi unaohitajika katika shughuli za madini ili kuweza kuwa miongoni mwa wanaostahili kupatiwa fursa za ajira katika migodi sambamba na fursa za utoaji wa huduma katika miradi hiyo. Aidha, watoa huduma wote wahakikishe wanatoa huduma bora kulingana na viwango stahiki na kuendelea kuaminika katika utoaji wa huduma husika. Ndugu wanahabari, kwa kumalizia, nasisitize wawekezaji wote kuzingatia Sheria ya Madini sura ya 123 na utekelezaji wa kanuni za local content sambamba na kuwataka Watanzania kuchangamkia fursa mbalimbali zilizopo katika miradi ya madini ili kukabiliana na changamoto ya ajira kwa manufaa ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Wizara ya Madini inaahidi kuwapa ushirikiano wawekezaji wote wa ndani na nje ya nchi wenye nia ya kufanya uwekezaji wenye tija na kukuza uchumi kwa taifa letu kutokana na uvunaji rasilimali.